Tunamshukuru Mungu katika yote, katika vyote. Amina. Bado tunauangazia uhaini. Bado ninautafakari uhaini. Uhaini ulikuwepo kabla hata Yesu Kristo kuja duniani. Uhaini ulikuwepo. Watu walifanya matendo ya kihaini ya kuua watu wanaopinga dhuluma kwenye jamii, ya kuua watu wanaopinga udhalimu kwenye jamii usiwepo, usiendelee kuwepo. Uhaini ulikuwepo. Lakini pia bado najiuliza na kutafakari, huyo mtu aliyekaa na kufikiria uhaini na akadiriki hata kutungia sheria na ikatapakaa dunia nzima, kwa baadhi ya nchi wakapokea kupitia yeye, huyo mtu ni nani? Na je, yuko hai au amekufa? Na kama yuko hai, dhamiri yako ilikuwa ni nini? Au dhamiri yake ilikuwa ni nini? Na kama amekufa, dhamiri yake ilikuwa ni nini? Je, dhamiri yake au dhamiri yako ilikuwa ni njema na waliopokea wao ndo wakapokea tofauti? Au dhamiri yako ilikuwa ni mbaya na waliopokea na wao wakapokea kwa ubaya huo huo, pasipo kukaa chini na kutafakari nini maana halisi ya uhaini? Uhaini ni kurudisha mabaya kwa mema. Uhaini ni kurudisha mabaya kwa mema. Tusiutafute uhaini mbali sana, wakati uhaini umetamalaki ndani ya ardhi, ndani ya nchi. Ukisaini mikataba mibovu kwenye nchi na kusababisha migogoro kwenye ardhi, huo ni uhaini ndani ya nchi. Huo ni uhaini ndani ya ardhi. Unautafuta uhaini upi? Kama watu wanalipa kodi kwa maendeleo ya nchi yao, taifa lao, jamii zao, ndugu zao na watoto wao, alafu hizo kodi wanazifanyia udhalimu kwa unavyotaka wewe, hiyo ni sehemu ya uhaini. Tusiutafute uhaini kwa mbali sana, wakati uhaini upo umetamalaki kwenye ardhi.